tunavyozungumza hili ndio wanatapatapa kukabiliana na uchungu wa mauti, na kuna wengine ndio wanaandaliwa kupelekwa katika viumba vyao vya milele. Kwa hivyo mimi na wewe kuwa hai mpaka wakati huu, hatuna budi ila kumregeshea Mwenyezi Mungu shukrani. Vile vile nitamtakia rehema na amani zimshukie mwalimu wetu, nabii wetu, kipenzi chetu Nabii Muhammad, kwa juhudi nyingi alizozifanya ili mradi mimi na wewe tuweze kumjua Mwenyezi Mungu na tuweze kufahamu ni namna gani au njia gani ya kumwabudu na kumfikia huyo Mwenyezi Mungu. Wamepita hapa walimu wawili na wote walikuwa na lengo moja, kwamba Mungu ni nani na huyu Mungu ana sifa gani, kwa sababu leo hii wanadamu wamejifanyia waungu badala ya Mwenyezi Mungu, au wanadamu wameketi badala ya kumtafuta Mungu wa kweli, wamepotelea kwa viumbe ambavyo vimeumbwa na Mwenyezi Mungu, wakakilifanya hivyo kuwa Mungu na wakawa wanavisujudia. Leo hii kuna wale ambao wanaamini Yesu ni Mungu. Kuna watu miongoni mwetu walijiita waungu, lakini waliondoka kwenye ardhi, kwa maana walikufa. Kwa sababu gani tusimame na kumzungumzia Yesu kwa undani? Ni sababu leo hii Muislamu anapomzungumzia Musa kwamba ni mtume, Muislamu na Mkristo hawana shida, wanakubaliana wote kwamba Musa alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu na alipewa maneno ya Mwenyezi Mungu katika Taurati. Tunapomzungumzia Daudi au Ibrahimu, Mkristo na Muislamu wanakubaliana kwamba hawa wote walikuwa ni mitume wa Mwenyezi Mungu. Lakini tunapofika kwa Yesu, lazima tutakaa tuulizane maswali, huyu Yesu ni nani? Ni kwa sababu ya wanadamu kuweza kuchukua sifa ya Mwenyezi Mungu na kuweza kupachika viumbe vya Mwenyezi Mungu. Ndio maana leo hii tunaulizana Yesu ni nani, kwa sababu hata miongoni mwa wale wasomao kitabu kinachoitwa Biblia hawajaelewana kwa wazi kwamba huyu Yesu ni nani. Kuna baadhi ya madhehebu wanakubali hakuna Mungu isipokuwa Yesu peke yake ndio Mungu wao. Kuna wengine wanakataa, wanasema hapana, ni mwanadamu ila ana sifa ya uungu ijapokuwa yeye ni mwanadamu. Na kuna wengine wanasema yeye ni mwana wa Mungu. Sasa katika kukubaliana katika jambo hili, lazima wanadamu tukubali kurejea katika vitabu na kumuuliza Mungu aliyemweka Yesu katika tumbo la Mariamu, huyu aliyezaliwa na Mariamu alikuwa ni nani? Na ndio sababu tuko hapa. Na yule ambaye anataka kujifunza, naangalie ni nani anazungumza, lakini atatizama ni nini kitabu kinasema, kwa sababu hapa tunasoma vitabu. Kwa nini tumekosa kuhafikiana kwamba Yesu ni nani? Kwa nini wanadamu wamekuwa na mgawanyiko wa kutoelewa kwamba huyu Yesu ni nani katika maandiko? Jambo la kwanza ni kwa sababu ya kuzaliwa kwake au kuja kwake Yesu katika huu ulimwengu ama hapa duniani. Lakini tunaweza piga nyuma macho tukaangalia hivi kuzaliwa kwa Yesu kunaweza kutupelekea sisi tukampachika uungu akakuwa Mungu tukamwabudu? Ni kwa sababu gani? Tujiulize swali kama hili. Kwa sababu katika uumbaji Mwenyezi Mungu alimaliza ufundi wake. Mwenyezi Mungu katika uumbaji aliumba wanadamu sampuli 4 tu. Mwanzo Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu pasina mama wala baba. Ina maana mwanzo Mwenyezi
Mungu alimleta mwanadamu katika ulimwengu huu bila kupitia kwa mama au kwa baba, akaja ulimwenguni, ndio tukaja sisi baada yake tukaitwa wanadamu, ni maana watoto wa Adamu. Mwenyezi Mungu alijua wanadamu watakuja kujiuliza, Mungu amemleta mtu hana baba hana mama, mbona asimlete mtu kutoka kwa baba bila ya mama? Ndio akaja mama yetu Hawa akatoka kwa ubavu wa baba basi na mama. Hapa Mwenyezi Mungu anatubainishia ufundi wake, akajua wanadamu watakuwa na mganganyiko, wataulizana, Mungu amemleta mwanadamu bila ya baba wala ya mama, amemleta mwanadamu kutoka kwa baba bila ya mama, mbona asimlete mwanadamu kutoka kwa mama pasina baba? Ndio akaja wakazaliwa viumbe watatu ndani ya Biblia bila ya baba, bali kutoka katika mama peke yake. Sio Yesu peke yake amezaliwa pasina baba. Tukiangalia kuzaliwa kwa Isaka na kuzaliwa kwa Yesu na kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji ni kuzaliwa kumoja. Hao wote wamezaliwa pasina baba, imani ya miujiza. Mwenyezi Mungu akajua watu wataulizana, amemleta mtu hana baba hana mama, amemleta mtu kutoka katika ubavu wa baba bila mama, amemleta mtu kutoka katika mama bila ya baba, mbona asiwalete watu sasa kutoka katika mama na baba, ndio ikapatikaniwa sasa sisi tukawa tunazaliwa. Mungu alimaliza ufundi wake. Lakini sasa tukiangalia katika maandiko, huyu Mungu tutamjua vipi? Huyu Mungu ambaye tunamzungumza kila siku, Mungu, tutamjua Mungu kwa njia gani? Somaji yuko nasaidia kitabu kinaitwa Ayubu 22. Kitabu cha Ayubu 22 ngapi? 21 inasemaje? 21. Kitabu cha Ayubu inasema hivi 22:21. 22:21. Mjue sana Mungu. Sasa huyu ni nabii Ayubu, kupitia katika kinywa cha Ayubu Mwenyezi Mungu anasema mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kumbe watu kwa kutokosa kumfahamu Mwenyezi Mungu hawana amani katika mioyo yao, kwa sababu kuna wenzetu ambao kabisa hawamwamini Mungu, wanaamini waganga. Kuna wengine wamemwacha Mungu, wanasujudia viumbe vya Mwenyezi Mungu. Sasa huyu Mungu ni ipi tutamjua Mungu? Tutamjua Mungu kama unavyojua mtoto wako nyumbani? Tutamjua Mungu kama unavyomjua rafiki yako? Tutamjua vipi Mungu? Ni lazima tutatafuta sifa zake Mwenyezi Mungu, kwa sababu sifa za Mwenyezi Mungu haziwiani na sifa za mwanadamu. Yaani wewe mwanadamu hauwezi fanana tatu na Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Sote tunaambiwa katika maandiko hakuna mtu awezaye kumuona Mwenyezi Mungu. Nisomee kitabu cha Yohana 5:17 msomaji. Kitabu cha Yohana 5:16 anzia 36. Inasemaje? Kitabu cha Yohana 5:36 inasema kama nasoma lakini ushuhuda nilio nao, ni Yesu anasema ushuhuda nilio nao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana. Teremka kwa zile kazi alizonipa Baba, ile kazi ya kuhubiri Injili aliyonipa Mwenyezi Mungu, nizimalize. Ili kazi hiyo niimalize, kazi hiyo zenyewe ninazozitenda zinashuhudia ya kwamba Baba amenituma. Kwa hiyo maandiko ya Injili yanashuhudia yenyewe kwamba Mungu alimtuma nani? Alimtuma Yesu. Mtu aliyetumwa anakuwa nani? Anakuwa mtume. Teremka inasema hivi, naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia sauti yake. Rudia tena, sauti yake. Rudia tena, sauti yake. Anamaanisha hamkumsikia wakati wote. Kumbe Yesu anasema sauti ya Mungu haikufanya nini? Haikusikizwa.
kusikika wakati wowote. Hamkufanyaje? Kumbe Mungu hawezi kufanya nini? Hawezi kuonekana. Kwa hivyo hakuna kiumbe awezaye kumuona Mungu. Wewe ukiona kuna mtu aje kwako akuambie kwamba nimeota usiku nikamuona Mungu kwenye ndoto, huyo mtu anakudanganya. Mtu akwambia atokea aseme nimemuona Mungu, huyo mtu anakudanganya. Kama sio njaa kala kashiba. Sasa Mungu katika maandiko tunaambiwa hawezi kuonekana. Ili tumjue Mungu lazima tutafute sifa zake Mwenyezi Mungu. Sasa sifa ya kwanza ya Mwenyezi Mungu, tunaambiwa Mungu ana sifa gani katika maandiko? Msomaji napeleka katika Qur'an Mungu 255. Qur'an 255 inasemaje? Ayatul Kursi. Sura 255. 255 sura Al-Baqara. Twende. Wacha tufike huko mwalimu. Inasemaje? Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Twende. Inasema hivi. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye. Ndiye mwenye uhai wa maisha. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye uhai wa maisha. Msimamia kila jambo. Mwenyezi Mungu ndiye msimamia kila jambo. Mzee hakumkuti, hakumshiki, alafu wala. Kumbe sifa ya kwanza ya Mungu tunaambiwa hawezi kufanya nini? Hawezi kusinzia wala hawezi kulala. Yaani inaona Mwenyezi Mungu hawezi kusinzia. Kusinzia binadamu mwanadamu, ule wakati umefanya kazi umechoka, ukawa unachukuliwa na kausingizi kidogo, unaenda unashtuka unaamka, unasinzia kidogo, unaenda unashtuka unaamka. Hiyo ndio maana ya kusinzia. Wala Mwenyezi Mungu hawezi akalala, hawezi kulala. Hiyo ndio sifa ya kwanza ya Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa Mwenyezi Mungu hawezi kusinzia, wala Mwenyezi Mungu hawezi akalala usingizi. Na leo hii mwanadamu, wewe umekesha unamuomba Mwenyezi Mungu, lakini Mungu ambaye unamuomba usiku amelala, yaani kwa maana anaota. Huyu sasa maombi yako wewe ambaye unaomba, Mungu amelala, nani atayapokea maombi yako? Ndio Mungu anasema mimi siwezi kusinzia wala mimi siwezi kulala usingizi. Maneno haya hayapo katika Qur'ani peke yake. Nisaidie Biblia, kitabu kinaitwa Zaburi 121 mstari wake wa 4 mwalimu. 121 mstari wa 4 nasema Bimana ndio hatasinzia, Mungu hatasinzia wala hatalala usingizi. Kwa hiyo Biblia inasema Mungu hawezi kusinzia wala kufanya nini? Kulala usingizi. Na Qur'ani inasema Mungu hawezi kusinzia wala kufanya nini? Kulala usingizi. Maandiko inasema yeye aliye mlinzi wa Israeli. Yeye Mungu aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ndiye mlinzi wako. Kwa hiyo Biblia na Qur'ani yote vinakubaliana kwamba sifa ya Mwenyezi Mungu, Mungu hawezi akalala usingizi wala Mungu hawezi akasinzia. Kwa sababu leo hii mwanadamu, ukiamua nifanye Mungu mwenzako kuwa mwanadamu, inafika sehemu mwanadamu anachoka, anakwenda analala. Ukimchukua ng'ombe kumfanya kuwa Mungu wako, ng'ombe anachoka, anakwenda kulala. Sasa kama Mungu halali, hana sifa ya kulala, ina maana utakapomuona mtu ambaye wewe unamwabudu analala, basi sifa hii ya Mungu inamtoka, inakuwa maana yeye hawezi tena kuwa Mungu. Sasa swali ambalo tunauliza, hii sifa Yesu anayo? Kwa sababu watu wanakosa kumwelewa Yesu. Sifa hii ya kulala, Yesu ulipokuwa hapa ulimwenguni, Mungu hana sifa ya kulala. Wewe ulilala. Nisaidie kitabu kinaitwa Mathayo 8:23 mwalimu. 8:23 kitabu cha Mathayo inasema mwalimu. Inasemaje? Akapanda chomboni. Yesu akapanda chomboni. Wanafunzi wake wakamfuata. Ukawa msuko mkuu baharini. Ukawa ni msuko mkuu baharini. Hata chombo kikafunikizwa na mawimbi. Naye Yesu alikuwa
akalala. Ndio maana tunaposimama kufundisha tunahitaji masikio yenu, kwa sababu hili somo la teolojia linahitaji umakinifu wa kina ili kuweza kuelewa ni kitu gani ambacho kinazungumziwa. Sasa Mungu tunaambiwa kwamba sifa yake hawezi akalala wala hawezi akasinzia. Lakini kwenye maandiko tunapata kwamba Yesu aliweza kulala usingizi. Ina maana sifa hii ya uungu inamtoka, hawezi akapewa Mungu tena. Sifa ya pili ya Mungu nisaidia msingi darabini Qur'ani. Darabini Qur'ani inasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inasemaje mwalimu? Ni ngapi? 38. Inasema mwalimu. Inasemaje? Darabini 8 inasema umeziumba mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu anasema ameziumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati yao na vilivyomo kati yake katika nyakati 6. Ameumba hili vyote, mbingu, ardhi na vyote vilivyomo ardhi na mbinguni katika siku 6. Wala hakufanya nini? Hayakukutusha na machofu. Ina maana haya yote aliyafanya Mungu, lakini Mungu hakuchoka. Si kweli msomaji? Ikiwa na maana sifa ya kuchoka Mwenyezi Mungu hana, si kweli? Maneno haya tunayapata katika Biblia. Nifungulie kitabu kinaitwa Isaya 40:28. Isaya 40:28 inasema. 28 nasema mwalimu. Twende. 40:28 Isaya. 28 nasema wewe hukujua, hukusikia. Wewe Mungu wa milele. Wewe Mungu wa milele. Bwana. Muumba miisho ya dunia. Hazini wala hachoki. Kwa hiyo ndani ya Biblia tumeambiwa Mungu hafanyi nini? Hachoki. Na ndani ya Qur'ani tumeambiwa Mungu hawezi kufanya nini? Hachoki. Kwa hiyo utakapompata mtu au kitu kinachoka, ina maana sio nani? Sio Mungu. Sasa tuulize sifa hii kwa Yesu. Hii sifa Yesu anayo au ilifika sehemu Yesu kama mwanadamu akachoka? Si kweli mwalimu? Zaidi ya Yohana Injili 4:6. 4:6 inasemaje? Kitabu cha Yohana 4:6 Injili. Na hapa alipokuwa kisima cha Yakobo. Na Yesu alipokuwa katika kisima cha Yakobo. Yesu kwa sababu amechoka. Yesu kwa sababu amefanya nini? Amechoka kwa safari yake. Na Mungu hawezi kufanya nini? Hawezi akachoka. Na Yesu alifanya nini? Alichoka. Kwa hiyo hawezi kuwa nani? Hawezi kuwa Mungu. Mimi nakuachia wewe mwenyewe uende uamue. Si kweli mwalimu? Kwa sababu tunasoma maandiko. Na hizi tunaangalia sifa za nani? Za Mungu ambazo mwanadamu hapatikani nazo. Si kweli mwalimu? Sasa sifa ya 4 ya Mwenyezi Mungu, naomba nisaidie kitabu kinaitwa Yakobo 1:13. Inasemaje? Yakobo 1:13. Yakobo 1:13 inasemaje mwalimu wangu? Mtu hajaribiwapo asiseme nimefanya nini? Najaribiwa na Mungu. Kumbe mtu hajaribiwapo asiseme amejaribiwa na nani? Na Mungu. Kwa nini? Maana Mungu hawezi kufanya nini? Hawezi kujaribiwa na nini? Na maovu. Kumbe mwovu hawezi kumjaribu nani? Mungu. Na sote tunajua katika maandiko, ukisoma katika kitabu cha Yohana 8:44 tunapata mwovu ni Shetani. Mungu anasema hawezi kujaribiwa na Shetani. Ina maana Mungu hawezi kukaribiwa na Shetani mlaaniwa. Si kweli mwalimu? Sasa hii sifa, Mungu hawezi kukaribiwa na Shetani. Wewe Yesu ulikaribiwa na Shetani, si kweli? Chagua mwenyewe. Luka au Mathayo 4:1. Nataka mwalimu. Anasema kwa maana inasemaje? Ikawa Yesu alipandishwa Roho nyikani afanywe na Ibilisi. Kumbe Yesu alijaribiwa na nani? Na Ibilisi. Na Mungu hawezi kujaribiwa na nani? Hawezi akajaribiwa hata kidogo. Kwa hivyo Yesu
Yesu hawezi kuwa nani? Hawezi akakuwa Mungu. Sifa ya tano ya Mungu, nisaidie kitabu kinaitwa Ayubu 36:26. Ayubu 36:26. Acha nikamate kitabu cha Ayubu ngapi mwalimu? 36:26. Kitabu cha Ayubu acha niangalie mwalimu. 36:26. 26 kitabu ni cha Ayubu. Acha nikamate Ayubu huyo anapotelea wapi? Nasema ngapi? 36:26 mwalimu. 36:26 inasemaje? Kitabu ni cha Ayubu inasema mwalimu wangu. Inasemaje? 36:26. Tazama, Mungu ni mkuu. Kumbe Mungu ni mkubwa. Mungu ni mkubwa. Nasi hatumjui. Sisi hatujui hesabu ya miaka yake. Kumbe miaka ya Mungu haifanyeje? Haijulikani hesabu ya nani? Ya miaka ya Mungu. Kwa maana leo hii ukimuita maprofesa wote ambao wamesoma mpaka wakamaliza vyote duniani, akaketi akakuambia kwamba idadi ya miaka ya Mungu au Mungu ana miaka fulani, hakuna awezaye kutuonyesha miaka ya Mungu wala idadi ya miaka ya Mungu. Sasa nini? Sasa tuulize Yesu. Yesu miaka yako duniani ilijulikana, na kama ilijulikana na idadi ya Mungu au miaka ya Mungu haijulikani, utakuwa wewe ni nani? Si kweli? Kitabu kinaitwa Luka 3:23. Luka 3:23 inasemaje? Luka 3:23 inasema mwalimu. Inasemaje? 3:23 Luka 3:23 inasemaje? Na Yesu mwenyewe 3:23 Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri ya miaka 30. Kumbe Yesu alikuwa na umri wa miaka ngapi? 30. Yesu alikuwa na umri wa miaka ngapi? 30. Na idadi ya miaka ya Mungu haiwezi kufanyaje? Ikachunguzika. Hivyo Yesu hatakuwa nani? Hawezi akakuwa Mungu mwalimu. Sasa kama Yesu sio Mungu, Yesu mwenyewe ni nani? Si kweli? Mimi nataka nimhoji Yesu mwenyewe, kwa sababu anatuambia kitu kifuatacho. Nisaidie kitabu kinaitwa Yohana Injili 11:29 inasemaje? 11:29 Yohana Injili 11:29 Injili Yohana nasema inasemaje? 11:29 Yohana Injili 11:29 inasema mwalimu. Inasemaje? 29 inasema mwalimu wangu 29. Nayo 11:29 madara mwalimu. Jieni nira yangu. Wajifunze kwangu. Kwa kuwa mimi Yesu ni mpole na nini? Na mnyenyekevu wa moyo. Hivyo Yesu aliacha amri tujifunze kwa nani? Tujifunze kwake. Sasa nataka nimuulize Yesu. Yesu ulituambia wewe ni nani? Si kweli? Nisaidie kitabu kinaitwa Yohana Injili 8:40. 8:40 nasema. Inasemaje? Lakini sasa unatafuta kuniona mimi. Ninatafuta kuniona mimi. Rudia tena. Kwa hiyo Yesu anatuambia wewe ni nani? Wewe ni mtu. Yesu anatuambia wewe ni nani? Wewe ni mtu. Alafu teremka. Unasema, nimewaambia maneno ya kweli. Nimesikia kwa Mungu. Kumbe Yesu alikuwa anasikia kwa nani? Kwa Mungu. Na yeye mwenyewe anatuambia wewe ni nani? Wewe ni mtu. Ambaye alijifunza kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo kuna Mungu na kuna nani? Kuna Yesu Bwana. Nataka nimuulize kipofu mmoja. Miaka yote hii kipofu hakuona, si kweli? Wakati alikutana na Yesu akumfungua macho, mara ya kwanza kipofu kuona, alituambia Yesu ni nani? Si kweli? Alisaidia 9:13 Yohana Injili 9:13 nasema. Inasemaje? 9:13 Yohana Injili 3 inasema mwalimu wangu. Inasemaje? Basi wakampeleka kwa Mafarisayo. Unasema basi
Tisa ngapi mwalimu? 9:13 Yohane. 9:13 Yohane nasema. Inasemaje? Basi akampeleka kwa Mafarisayo. Akampeleka kwa Mafarisayo. Yule aliyekuwa kipofu zamani. Yule aliyekuwa kipofu zamani. Ilikuwa Sabato. Hayo ilikuwa siku ya Sabato. Kwa Yesu alifanya zile pepe. Amka. Na kumfungua macho. Twende. Basi Mafarisayo nao wakamuuliza nini? Wakamuuliza jinsi gani uliyopata kuona? Tuambie kipofu jinsi gani uliyopata kuona. Akawaambia nini? Alinitia tope juu ya macho yangu. Yesu alinitia tope juu ya macho yangu. Nami nikanawa. Sasa naona. Sasa hivi naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema. Mtu huyu hakutoka kwa Mungu. Kwa sababu hashiki Sabato. Wengine wakasema nini? Awezaje mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kwa kuwa kukawa na matengano kati yao. Sasa kukawa na matengano kati ya Mafarisayo. Basi walimuuliza yule kipofu mara ya pili. Ikabidi mara ya pili wamerudia ile kipofu. Wewe wasemaje katika habari zake? Wewe kipofu, tuambie habari zake Yesu, kwa sababu amekufungua macho. Kwa vile alipokufungua macho. Akasema. Kipofu akasema nini? Kumbe kipofu mara yake ya kwanza kuona alitambua Yesu ni nani? Kuna mtu alizaliwa akiona mpaka sasa hivi anaamini Yesu ni nani? Sasa nani kipofu zaidi? Sasa Yesu unakubaliana na maneno ya kipofu kwamba wewe ni nabii, yani mtume, si kweli? Saidia kwa 17:3 Yohane. Inasemaje? Uzima wa milele ndio huu. Wakujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli. Na Yesu Kristo. Uliyefanyaje? Na Yesu Kristo uliyefanyaje? Sasa mwalimu mwenyewe anaungana na kipofu kwamba ni mtume. Tuachie hapo, si kweli? Sasa nataka nikupeleka kwa hoja nyingine, si sawa? Sasa hii hoja nataka tuijadili, kila mtu aielewe, si kweli? Nifanye kitabu kinaitwa Yohane 20:17 nasema. Inasemaje 20:17 Yohana? Usinishike. Mama usinishike. Kwa sababu sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini enenda kwa ndugu zangu. Ukafanyaje? Ukawaambie. Naenda kwa Baba yangu. Mimi Yesu naenda kwa Baba yangu. Wewe ni Baba yangu. Kumbe Baba wa Yesu ni Baba wa kila mtu. Haya maliza andiko. Mungu wangu naye ambaye ni Mungu wenu. Kumbe Yesu anatambua Baba yake ndio Baba wa kila mtu, si kweli? Na Mungu wake ndio Mungu wetu, si kweli? Sasa hoja yangu iko hapa kwa Baba. Kwa nini anaitwa Baba? Kwa nini Yesu ameitwa Mungu Baba, si kweli? Kwa sababu inasemekana mtoto wa nyoka ni nyoka. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Mtoto wa Mungu ni Mungu. Sasa nataka nimuulize Yesu mwenyewe. Ni hoja manabii waliotuiulia. Kwa nini Mungu aitwa Baba, si kweli? Sasa kitabu kinaitwa 2:10. Kitabu gani msomaji? Malaki 2:10. Malaki 2:10 iko sawa. Ndio ingine kuingia pia. Inaingia minus. Anasaidia Malaki 2:10. Unasemaje? Inasema na nini? 2:10 Malaki inasema. Inasemaje? Sisi sote hatuna baba mmoja. Kumbe sote tuko na baba mmoja, si kweli? Mmoja. Mungu aliyetuumba sisi. Si mmoja tu. Kumbe tunamuita Mungu Baba kwa sababu alitufanyaje? Alituumba. Kwa sababu alitufanyaje? Alituumba. Nisaidie kitabu kinaitwa Isaya 64:8. Inasemaje? 64 nani nasema? Lakini sasa. Bwana.
Bwana, Bwana, Mungu, Baba yetu, Mungu, Baba yetu, sisi tu udongo, nawe mfinyanzi wetu. Kumbe wewe ndiye mfinyanzi wa huo udongo. Sisi sote ni nini? Sisi sote ni kina nani? Kazi ya mikono yako. Kumbe sote tuko kazi ya mikono ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo tunaitwa Mungu Baba kwa sababu ya nini? Kazi ya mikono yake. Alituomba sisi, si ni kweli? Lakini tunaambiwa Yesu ni mtoto wa nani? Ya Mungu. Ikiwa na maana mtoto wa Mungu ni sawa na nani? Ya Mungu. Ikiwa na maana mtoto wa Mungu naye ni nani? Ya Mungu. Sasa tuulize maandiko, si kweli? Hili linajulikana. Hiyo kitabu kinaitwa Mwanzo 6:4. Mwanzo 6:4 Mwanzo 6:1. Inasemaje? Inasema ni nini? 6:1 Mwanzo inasemaje? Kitabu ni cha Mwanzo 6:1 inasemaje? 6:1 inasema mwalimu. Inasemaje? Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na mwana wa kike walizaliwa kwao, kwa wanadamu, na wana wa Mungu ikiwana wa nani? wana wa Mungu. Kumbe Mungu ana nini? Anaona Sio nini? sio Mungu, Sio mwana, si ni sawa? anaona sio Bwana. Kwa hivyo anawana zaidi ya moja, si ni kweli? Kama mtoto wa nyoka ni nyoka, hao watoto wa Mungu ni kina nani? Unafaa wewe Mungu. Sasa kitabu kinaitwa Zaburi 2:7. Zaburi 2 ngapi mwalimu? 2:7 inasemaje? 2:7 kitabu ni cha Zaburi. Inasemaje? Nasema mwalimu wangu, 2:7 Zaburi. alafu tuangalie moja tu ya mwalimu. Niko nayo. Inasemaje? 2:7 Zaburi. 2:7 Zaburi nasema mwalimu. Inasemaje? Inasema nitahubiri amri. Daudi anasema nitaihubiri amri. Bwana aliniambia. Mungu aliniambia. Ndiye mwanangu. Ndiye mwanangu. Mimi leo Nimefanyaje? nimekuzaa. Mungu anasema Daudi ni nani? Ni mwanawe. Na mtoto